Nitaanza kwa chanzo cha ghasia ambacho katika muktadha wa ripoti hii tumetofautisha kati ya chanzo na kichocheo cha ghasia. Chanzo ni sababu, asili, chimbuko au mzizi wa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi na kuwa na athari hasi katika jamii. Kichocheo ni kitu kinachochochea shauku, ari, hamasa, msukumo au motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa maneno mengine, chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Vyanzo. Tume imepokea na kuorodhesha jumla ya maeneo 31 yaliyotajwa na mashahidi kuwa ni chanzo cha ghasia za wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Baada ya kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwilisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambapo upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi inaakisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, Jeshi la Polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu kutekwa ni pamoja na masuala ya kimapenzi, imani za ushirikina, waliotekwa na wahalifu kwa lengo la kupatia kipato au mali, walijihusisha na vitendo vya kihalifu kwa chuki za kulipiana kisasi, waliojiteka wao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali za kudaiwa madeni au kukwepa mkono wa sheria, walioondoka bila taarifa nchini au makwao, na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika chanzo cha 4 ni utendaji wa baadhi usioridhisha wa baadhi tu ya watendaji na watumishi wa umma, hususan ngazi za chini, hasa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatuliwa kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zilizoundwa awali. Na 5 ni masuala yanayohusiana na uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano
na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiwekea katika nafasi nzuri kuendelea maslahi yao katika nchi nyingine, haswa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Mheshimiwa Rais, nije kwenye vichocheo. Ushahidi na taarifa vimeonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto ya wananchi zinazotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kushawishi na kuwachochea wananchi kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na matamko mbalimbali. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwapo vichocheo mahsusi viliohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hayo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki. Mitandao hiyo ilitumika pia kuandaa majukwaa ya majadiliano na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali kushiriki vurugu kwa kuzuia uchaguzi mkuu namna ya kufanikisha lengo hilo. Wapo pia mashahidi walioshiriki kufanya ghasia waliokuja mbele ya tume na kukiri kuwa baadhi yao walipewa simu maalum za mkononi na kupewa kazi ya kupiga picha na video za matukio kama vile majeruhi na vifo, au kupiga picha jirani na magari ya jeshi la ulinzi, sambamba na picha za maeneo mbalimbali ya wafanya ghasia walikuwa wamefanikiwa kufanya uratibu na kisha picha hizo na video zote hizo kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira za wananchi na kuwahamasisha nao wajitokeze kufanya ghasia kwa vile waliaminishwa kwamba jeshi la Tanzania liko upande wao. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12, lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge. Majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama
na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Lengo la wahusika. Kabla ya kueleza matokeo ya uchunguzi kuhusu lengo la wahusika, niruhusu nieleze kwa kifupi sana kuhusu dhana ya maandamano na matokeo ya uchunguzi wa tume kuhusu kilichodaiwa tarehe 29 Oktoba, endapo kilikuwa ni maandamano au sio maandamano. Dhana ya maandamano ya amani. Kabla ya kuzungumzia lengo la waathirika, matukio yalikuwa yanachunguza ghasia, ni muhimu kupata jibu la swala liliopo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kama yalikuwa maandamano ya amani, na hivyo kustahili kinga na utetezi kwa mujibu wa mikataba au sheria za kimataifa, kikanda na kitaifa au la. Majibu ya swala hilo ni muhimu kwa vile baadhi ya wadau, ikiwemo watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi, bado wanadai kuwa wahusika na haki ya kikatiba kufanya maandamano katika siku hiyo ilikuwepo siku hiyo ya 29 Oktoba. Hivyo tume ilifanya uchambuzi wa mikataba, sheria na kanuni mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu dhana ya haki ya maandamano ya amani na mipaka yake. Mheshimiwa Rais, maandamano ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na ibara 21 ya mkataba wa kimataifa kuhusu haki za raia na za kisasa mwaka 1966 uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 19 Disemba mwaka 1966. Pamoja na mambo mengine, ibara hii inatambua haki ya kukusanyika kwa amani. Aidha, mkataba huu pia unaruhusu serikali kuweka mipaka kwa ajili ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya au maadili ya jamii na kulinda haki za watu wengine. Vile vile, uwekaji wa mipaka ni lazima uzingatie haki ya msingi ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara 6 inayotaja kuwa kila binadamu ana haki ya asili ya kuishi, pamoja na ibara 21 inayotambua wigo na ukomo wa maandamano kama yapo kisheria, kihalali, ulazima, uzingatiwaji wa uwiano na ni lazima kwa ulinzi na usalama wa umma. Kuhusu misingi ya kikanda, haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani imeelezwa katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 kuwa ni haki ya msingi inayotakiwa kulindwa na kuheshimu. Katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981, haki ya kusanyika kwa uhuru na amani imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya haki za binadamu na utawala bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika uliopitishwa mwaka 1917 ili kulinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu
mijumuiko hiyo iliyobainishwa katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya kutumia haki za uhuru wa maoni na kujieleza, pamoja na uhuru wa kukutana kwa watu wengine kwa hiari na kwa amani. Aidha, sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi pia imetoa mwongozo kwa mambo mengine na imeweka taratibu wa namna haki ya maandamano inavyopaswa kutekelezwa katika utekelezaji wa haki hiyo. Sheria pia imeweka mambo ya msingi ya kuzingatiwa kwa washiriki waandamanaji na serikali, kama vile haki ya maandamanaji na wajibu wa kutoa notice, kueleza madhumuni ya maandamano na eneo la mkusanyiko na utoaji wa zuio la maandamano. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa Jeshi la Polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya Jeshi la Polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali, zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya mkataba wa haki za binadamu na raia na kisiasa mwaka 1966, wa kikanda, ibara 11 ya mkataba wa Afrika ya haki za binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi,
pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu hakikuwa maandamano ya amani, na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya tarehe 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja, kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilielezwa zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja, kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa, bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano. Kuna kijana mmoja Usariva, Arusha, kwa miaka 16, alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimwahidi, na kwa maneno yake walimwahidi watampa shilingi 500,000 akishiriki. Na kwa ushahidi wake anasema, walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa ili kushiriki kwenye ghasia. Kutokana na ushahidi na taarifa na maoni yaliyopatikana, tume inabainisha na imeainisha kwenye ripoti yake, Mheshimiwa Rais, mbinu 16 zilizotumika na wahusika wakuu na waratibu kufanikisha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya mbinu hizo ni kuweka vizuizi barabarani, kuchoma moto mali mbalimbali, matumizi na ishara mbalimbali ya kutambuana,
matumizi ya pikipiki kuanzisha ghasia, uanzishaji wa ghasia sehemu nyingi na kwa wakati mmoja. Lengo, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa kwenye tume na maelezo tulioipata, ni kwa matukio yale yalikuwa na malengo makuu yafuatayo. La kwanza ni kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na shahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanyiwa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi. Inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kuwa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa mujibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa, pamoja na picha za kidijitali na za kupitia picha mnato na picha mjongeo, unaonyesha namna vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi hayo. Kwa mfano, wizi na uporaji uliotokea katika maduka na maeneo mengine ya biashara kwenye mikoa iliyotembelewa na tume. Vitendo hivi vimethibitisha pia na baadhi ya wamiliki wa mali na biashara waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi. Hadidu za rejea za pili, Mheshimiwa Rais, uliotuagiza ni kubaini madhara ya kibinadamu, kiuchumi, kijamii, kisaikolojia yaliyotokea. Kuhusu madhara ya ghasia, madhara ya kibinadamu, haswa haki ya kuishi. Sheria za kimataifa, kikanda na ibara 14 ya katiba yetu inampa kila binadamu haki ya uhai na ulinzi wa haki hiyo na jamii. Haki hiyo inaweza kunyimwa tu kwa taratibu iliyowekwa na sheria. Tume haikuchukulia uchambuzi wa idadi ya vifo kama upekuzi wa msako wa namba, bali imeupa uzito sana uhai wa binadamu na heshima kubwa anayostahili kila maiti baada ya kifo, ambao pia ndio utamaduni wetu. Kwenye tathmini yake, tume imezingatia vyanzo vingi vya ushahidi, ushauri wa kitaalamu na taarifa, zikiwamo kutoka kwa wafiwa, waathirika, wahudumu wa afya mahospitalini. Imechambua taarifa kutoka Wizara ya Afya, vituo vya afya vya binafsi, ngazi ya taifa, mkoa na wilaya na maeneo mengine, na zile za hospitali binafsi. Tume ilipokea pia
vibali vya mazishi kutoka kwa familia, na vyanzo vingine ni wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yenye mamlaka ya usajili wa vifo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yenye jukumu la uchunguzi wa kisayansi ya jinai inayohusiana na uchunguzi wa vinasaba, halmashauri za miji na mikoa na maoni ya wataalam wa patholojia na fani nyingine. Tume pia imepata fursa ya kuhojiana moja kwa moja na waganga na madaktari bingwa 80 wa sekta ya umma na binafsi katika mikoa 11 iliyotembelewa na tume, sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, ikifuatiwa na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha, na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti
85 kati ya maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi, lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili. Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti 274 kwa lengo la kuchukua taarifa za kutambua maiti kwa usahihi. Taarifa hizi za kiuchunguzi zitasaidia sana kutambua ndugu na marehemu kwa ushahidi pale ambapo utahitajika. Tume pia ilifanya tathmini zaidi kuhusu uchunguzi uliofanya awali na madaktari waliothibitisha kifo kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo tume ilimwagiza mtaalamu na daktari bingwa wa patholojia kufanya uchambuzi wa taarifa za maiti hizo, postmortem reports, ili kubaini sababu halisi na namna vifo hivyo vilivyotokea na maeneo ya mwili yaliyoathiriwa. Katika kutekeleza agizo hizo, takriban taarifa za uchunguzi za maiti 216 zilifanyiwa uchambuzi wa kina. Uchambuzi huo ulibainisha kwa maiti hizo 219 zilitokana na vifo visio vya kawaida, na sababu ya kifo ya mmoja pia ilibainikwa, yani immediate cause ya vifo 147, ambayo ilikuwa ni kuvuja damu nyingi, kujeruhiwa ubongo, kukosa hewa, kujeruhiwa uti wa mgongo, majeraha mbalimbali, mshtuko wa moyo na kifo kimoja sababu hazikujulikana. Vile vile sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes, vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%, na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166 zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo iliyobainiwa na tume inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa zao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume, inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Tathmini ya tume kuhusu vifo. Tume inatambua kuwa vifo vimeacha pengo kubwa katika familia na jamii na kuathiri kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya taifa. Madhara yaliyotokea yanasababisha baadhi ya familia kupoteza utegemeo lao kuu, na hivyo kuziweka familia hizo hali ya utegemezi wa kiuchumi
na kijamii. Tume pia imepokea ushahidi kwa watu 39 ambao inadaiwa walifariki au kupotea, ikiwemo baadhi ambao awali inasemekana miili yao ilionekana kwenye hospitali au vituo vya afya na kutambuliwa, lakini ndugu zao baadaye miili hiyo haikuonekana tena, na wengine walisema kuwa walizika nguo za marehemu ili kuhitimisha misiba. Hii ni moja ya jambo muhimu ambayo tume imetoa mapendekezo ili ifanyike kazi mapema iwezekanavyo. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, ikiwa pamoja na ndugu, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa, na kuhusu matumizi hayo ya moto. Hili ni jambo jingine linalohitaji kufanya upelelezi wa kina, na tume imeleta mapendekezo kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kidogo kuhusu majeruhi. Tathmini ya tume inaonyesha kuwa hadi kufikia tarehe 31 Machi mwaka 2026, majeruhi waliokuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa ni 2390. Kati yao raia civilian walikuwa 2270, 95%, na maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama 120, sawa na 5%. Kuna uwezekano kwa baadhi ya majeruhi hawamo katika idadi hiyo kwa sababu mbalimbali, kwa pamoja na uwezekano wa baadhi ya majeruhi kuendelea kupata matibabu nje ya vituo rasmi vya kutolea huduma za afya, na wengine kukimbia nchi jirani, hususan kwa mikoa ya mipakani ya Mbeya, Songwe, Arusha na Mara kwa hofu za kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa walikuwa 219, sawa na 9.2% ya majeruhi wote. Kati yao majeruhi 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi na 22 hayakuwa na risasi. Wengi wa majeruhi katika kundi hilo walazimika kulazwa hospitali ili kupata huduma za matibabu. Aidha, majeruhi 2171 walipata majeraha madogo ambayo walipata huduma na kuruhusiwa. Kati yao majeruhi 833 walikuwa na majeraha yaliyotokana na risasi katika sehemu chini za mwili, wakati majeruhi 126 walikuwa na majeraha sehemu ya juu ya mwili, na uchunguzi wa kitabibu kwa majeraha wote ulifanyika kwenye vituo vya umma na huduma za afya, na majeraha wote hao waliopata huduma kulikuwa hakuna ushahidi wowote wa mtu yoyote katika hao ambayo aliteswa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kulikuwa na madai ya kuwepo makaburi ya halaiki. Kulikuwa na madai hayo kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na mitandao ya kijamii kusuwepo kwa makaburi halaiki eneo la makaburi ya Kondo, Kunduchi, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni, na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo. Maoni ya wataalamu hao, wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia,
Remote Sensing and Geographical Information System, ni kwa madai hayo hayakuweza kuthibitishwa. Lakini tume pia ilifanya ukaguzi na kubaini kwa eneo la makaburi ya Kondo lililozungukwa na makazi ya watu na ambayo bado linatumika kwa shughuli za kilimo cha msimu na lina ulinzi muda wote. Kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Madhara ya kiuchumi. Madhara makubwa ya kiuchumi yaliyotokea